Chauma! Nguvu ya ukombozi! Nguvu ya ukombozi! Asante sana Mheshimiwa Katibu Mkuu wa chama chetu, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Bara, Waheshimiwa viongozi wa mikoa, wilaya, wananchi wa Loya, Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, mimi kwa majina naitwa Patrick John Asenga. Nilipokuwa chama kile nilikuwa mwenyekiti wa wilaya. Nimewahi pia kuwa mweka hazina wa kanda. Lakini mimi ni diwani mstaafu wa kata ya Tabata. Na mwaka 2020 niligombea ubunge jimbo la Rombo. Sasa ndugu zangu wa Loya, nimetoka mbali kuja kwenu. Kimsingi nataka kwanza kuwatia hasira, maana serikali ya Chama cha Mapinduzi imewatia umasikini mkubwa sana. Licha ya kwamba pamoja na utajiri mwingi ambao nchi yetu imejaliwa, lakini kwa miaka 63, mwaka wa 64 wako madarakani, wananchi wa Loya, hali zenu ni mbaya, hali zenu kielimu ni mbaya, hali zenu kiafya ni mbaya, hali zenu kwenye barabara ni mbaya, hali zenu kwenye maji ni mbaya. Lakini tunakuwa na hali mbaya katika nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia rasilimali za kutosha. Sasa ndugu zangu, nimekuja kuwaletea salamu za Chama cha Ukombozi wa Umma, Chauma. Tumekuja kuwaambia mjiandae, mwezi wa 10 muifurushe serikali hii ya Chama cha Mapinduzi madarakani. Mpo tayari? Wananchi wa Loya, bado mko tayari kuendelea kuteswa na serikali ya Chama cha Mapinduzi? Mko tayari kuendelea kuteseka na huduma mbovu za matibabu? Mko tayari kuendelea kuteseka na maeneo madogo huku mengine mkinyang'anywa na serikali ya huyu mama? Mko tayari kuteseka na maji? Sasa ndugu zangu, tiba pekee ni serikali ya ukombozi wa umma, serikali ya Chauma, ambayo kiingia madarakani mwezi Oktoba, na tumejipanga sawa sawa. Serikali ndugu zangu itajali zaidi ustawi wa watu, ustawi na maisha ya Watanzania. Serikali hii itajali kuhusu watumishi wa umma. Leo mnavyowaona hata hawa ndugu zetu polisi mnaoona hapa, na wenyewe wamepigika ndugu zangu. Walimu wanaofundisha watoto wenu na wenyewe wamepigika. Lakini tuna serikali ya anasa. Leo mnaona bunge linaendelea bungeni. Kikao kimoja cha bunge la Jamhuri ya Muungano, mbunge anasaini posho ya laki6 bungeni. Na bado mwisho wa mwezi mbunge huyu anasaini mshahara, anachukua zaidi ya milioni 18 kwa mwezi. Milioni 18 analipwa mtu mmoja ambaye bado analipwa laki6 akiwa kwenye kikao cha kawaida. Kila siku laki6. Bunge linakaa miezi 3, bunge la bajeti. Mnafikiri watawabakishia hii nchi? Hawa polisi wanaolinda usalama, hawa madaktari, watumishi wengine wote wa umma, walimu, mishahara yao kiambiwa hapo taanguka chini, haizidi laki6. Nyinyi wananchi wa Loya mnakubali maendeleo, mambo haya yaendelee katika nchi? Naomba niwaambie, naomba mtambue, nchi hii sio masikini. Nchi hii ni tajiri. Nchi hii umasikini mnaouona sio mpango wa Mungu. Umasikini wa watu wetu mnaouona ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tuna kazi ndugu zangu wa Loya. Tuna kazi ya kuhakikisha mwaka huu tunakwenda kushinda udiwani, tunakwenda kushinda ubunge. Tunahakikisha na mama yao hapo juu tunamalizana naye akapumzike Zanzibar. Niambieni, mko tayari? Mko
hakuna wanachokumbuka kuhusu wananchi. Watu tayari kuifurusha madarakani serikali hii? Wangapi mko tayari? Naomba muonyoshe mikono juu. Wangapi mko tayari? Waandishi wa habari, msishushe mikono. Waandishi wa habari, chukueni hii picha, nyosha mikono Samia aone. Nyosha mikono Samia aone. Nyosha mikono. Nyosha mikono. DJ tulia, tunafanya kazi ya ukombozi hapa. Tunataka mwatumie salamu. Na niwaambie ndugu zangu, kama mko wengi namna hii,